Naomba ukimya, naomba ukimya, tusikilizane. Tulitoa masharti kwamba tunamtaka mufti afike hapa, ama aturuhusu sisi twende, ama tuandamane. Kwa sababu zisizozuilika ametuma ujumbe kumwakilisha badala yake, na kwa taratibu zetu za Kiislamu mjumbe hauawi, na mjumbe ni lazima afikishe ujumbe na ni lazima apewe ujumbe wake. Naomba wote kwa pamoja tulioko hapa tukubali aliyosema Sheikh Suleiman Gorogosi kwamba tuhesabu kwamba mufti amefika. Takbir! Takbir! Hata sijasikia. Takbir! Ndio. Hivyo ndio takbiri inavyokuwa. Sasa kwa kuwa Sheikh Suleiman ndio mgeni rasmi, ndio mufti, tunamuomba akae kwenye kiti, na muda tu atakapokaa kwenye kiti, nyinyi wote nyamazeni, mnisikilize mimi nikimsomea risala kwa niaba yenu, na muhesabu kwamba mnaisoma risala hiyo nyinyi. Masikio yenu nipeni mimi, asibakie hata mtu mmoja na sikio. Masikio yote nipeni mimi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ifuatayo ni risala maalumu ya Waislamu kwa mufti wa Tanzania Al-Allama Sheikh Isa bin Shaban Simba, ambaye ni kiongozi mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kukushukuru wewe kwa hatimaye kukubali kutimiza wajibu wako wa kukutana nasi ambao ni waumini wa Kiislamu na kusikiliza malalamiko yetu na kupokea risala yetu yenye kuwasilisha malalamiko ya umma wa Waislamu. Tulikuwa tuna tatizo la kutoelewa nini kilichokufanya utoe majibu ya kukataa kuonana na Waislamu unaowaongoza, kwani mafundisho ya dini ya Kiislamu yanampa haki 5 kila muumini kwa mwenziwe. Mojawapo ya haki hizo ni kuitikia wito. Kwa kuwa wewe ni mufti na kiongozi kama wewe ni mmoja tu hapa Tanzania, basi ni lazima ukubali kusikiliza wale wanaoikubali BAKWATA, na pia ni lazima utusikilize sisi ambao tuko nje ya BAKWATA na ambao si wanachama wa BAKWATA. Tunakushauri uteue watu waaminifu wenye kuheshimu dini ili wakusaidie kukupa ushauri unaofaa. Kuna kila dalili kwamba wako watu karibu yako ambao walikuwa wakikutisha usionane na Waislamu kutokana na ama hawajui misingi ya dini au ni mamluki au kwa nia ya kuficha madhambi yao. Mgogoro wa kiwanja. Mtukufu Mufti, waumini waliopo mbele yako na wengine ambao hawako hapa, kwa niaba ya mamilioni ya Waislamu wa Tanzania walitaka kuja mbele yako kwa njia ya maandamano, wakitaka kujua hatima ya kiwanja namba 2439/208 ambacho pamoja na kiwanja namba 1357/208 vyote viwili, na kwa hati miliki yenye namba 1862/31/3 ni miliki ya Waislamu kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Katika siku za karibuni tulipata habari kuwa kiwanja hicho kimeporwa na kuuzwa na wajanja kwa mfanyabiashara mmoja ili ajenge hoteli ya kimataifa badala ya msikiti au kushughulikia shughuli nyingine za maendeleo ya Waislamu. Tarehe 28 mwezi wa 10 tuliitisha mkutano wa vyombo vya habari na kuwaeleza dhulma hiyo, na tukasema kuwa sisi Waislamu
hatuko tayari kuona kiwanja cha msikiti kikijengwa mabaa na madanguro bila kupewa maelezo ya kutosha na yenye kueleweka. Hatua ya kwanza, tulikutaka wewe Mufti ufuatilie swala hilo na utoe maelezo kwa waumini kwa nini kiwanja hicho kimechukuliwa. Tuliamini kuwa isingekuwa wepesi kwa serikali yetu ambayo daima huheshimu dini zetu iwanyang'anye Waislamu kiwanja cha msikiti bila BAKWATA wenyewe kuhusika kwa njia moja au nyingine. Katika maelezo yetu tulitaka hadi tarehe 22 mwezi wa 11 huo umekushatoa maelezo kwa Waislamu ambao ndio wenye kiwanja hicho juu ya hatua ambazo baraza limechukua au litachukua kukinusuru kiwanja hicho kama kweli kimenyang'anywa kutoka kwa Waislamu. Na tulisema ikiwa hautafuatilia swala hilo na kujishughulisha na kutujulisha mapema, tutaitisha maandamano, na maandamano yenyewe ilikuwa tuyafanye leo. Kwa bahati mbaya, mpaka sasa hujapaza sauti yako kuwaeleza lolote Waislamu. Awali katibu mkuu wa BAKWATA Alhaji Othman Ntaru alinukuliwa na vyombo vya habari akidai kuwa kiwanja hicho hakijauzwa na kinamilikiwa na BAKWATA, kauli ambayo ilipingwa vikali na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la manispaa ya Ilala, ambaye alisema wazi kuwa kiwanja hicho kimeuzwa kwa thamani ya shilingi milioni 120. Bahati mbaya pia katibu wetu mkuu wa BAKWATA alikaa kimya licha ya kwamba aliwataka Waislamu kupuuza madai yetu juu ya kuuzwa kiwanja hicho, jambo ambalo limewatatanisha zaidi Waislamu. Nani ni mkweli kati yetu sisi tunaodai kimeuzwa na BAKWATA wanaodai hakijauzwa na manispaa inayodai imekinunua? Anayeweza kuondoa utata huu ni Mufti peke yake, ambaye ndiye mlinzi mkuu wa mali za Waislamu zilizo chini ya BAKWATA. Kwa risala hii tunaomba yafuatayo. Tunakutaka wewe mwenyewe Mufti utoe tamko mbele ya Waislamu juu ya mgogoro wa kiwanja hiki. Ikiwa kimechukuliwa, tupewe maelezo na kwa sababu gani. Baraza litoe taarifa kwa Waislamu ni hatua gani za haraka zinachukuliwa juu ya kiwanja hiki. Wakati ukifuatilia taarifa juu ya mgogoro wa kiwanja hiki, tunakuomba iundwe tume ambayo itasimamiwa na Muislamu nje ya uongozi wa BAKWATA akishirikiana na maafisa wa BAKWATA. Hii inatokana na kuwa mpaka sasa maafisa wa BAKWATA wameshindwa kusema ukweli juu ya jambo hili na tunadhani kuna kitu wanaficha. Tunaomba iundwe tume tunaomba iundwe tume ya kuchunguza mikataba ya upangishaji katika nyumba jirani na kiwanja hicho, na pia mkataba wa ujenzi katika kiwanja hicho kati ya maafisa wa BAKWATA na mfanyibiashara mmoja wapo ambaye jina lake lipo hapa silitaji, na mkataba huo uchunguzwe na tume huru kuona kama kweli ilipangishwa nyumba hiyo kwa faida ya Waislamu au kwa faida ya watu wachache. Pia tunataka mkataba kati ya baraza la BAKWATA na kampuni ya Ramada Investment uliosainiwa na wadhamini wawili ambayo majina yao nimeandika hapa, pia nao uchangazwe. Kuna kielelezo namba 1 ambacho tutampa Mheshimiwa Mufti kivuli cha vielelezo vyote hivyo na ninavyo hapa. Hilo limekwisha. La pili ni upangishaji katika majumba ya BAKWATA. Mheshimiwa Mufti, katika taarifa ya uchunguzi wa mali, mapato na matumizi ya BAKWATA ya mwaka 1990 ambayo ninayo hapa na ambayo nimeipata kutoka ndani ya BAKWATA yenyewe, inaonyesha kwamba kinyume kabisa na kanuni za fedha za baraza, kanuni ya fedha la Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA kifungu cha 8 kuanzia kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha pili, hakuna daftari maalumu katika Baraza Kuu la BAKWATA makao makuu lenye orodha ya mali zote ya baraza na thamani yake. Hilo hakuna. Hali hii imeachwa kufikia kiasi hicho ili kuwawezesha baadhi ya watumishi wachache wasio na uchungu na Uislamu ndani ya BAKWATA kuuza au kupokea kodi bila baraza kufahamu na hivyo kujinufaisha binafsi. Katika kielelezo namba 2 ambacho tutakupatia, kuna orodha ya majengo ya baraza na wapangaji wake na kwa kiwango gani wanalipa fedha miaka 10 iliyopita. Kwa kifupi, tunataka kupata maelezo kuhusu namna vinavyopangishwa au kama vimeuzwa, nani kauza, au kama vimepangishwa, nani mpangaji na analipa kiasi gani na kwa muda gani na anamlipa nani.
Baadhi ya nyumba hizo nitazitaja kama ifuatavyo. Jengo la Anjuman liko mtaa wa Libya. Jengo lingine liko mtaa wa Chaga. Jengo lililoko mtaa wa Kongo na Agrey, mtaa wa Kongo na Agrey, ambalo kwa taarifa yetu ni kwamba baadhi ya viongozi wa BAKWATA washakula fedha, wameliuza na ni wakfu, tunataka kujua. Jengo la mtaa wa Lumumba, majengo 9 au zaidi ya 9 katika eneo la Kinondoni. Jengo la Umoja wa Wanawake, majengo ya zamani ya Posta mtaa wa Lindi Ilala. Jengo la mtaa wa Mataka aliyokuwa akiishi Sheikh Mohamed Ali Buhri, nyumba aliyokuwa akiishi marehemu Mufti kule Msasani. Nyumba zote hizi zimefanywa ujanja wa namna mbalimbali, na tunataka kabla sisi hatujatoa ujanja uliofanyikwa hadharani, Mufti kwa njia ya adabu na kwa njia ya siri na kwa njia ya kutatua matatizo yetu sisi wenyewe katika vikao vyetu, atatue matatizo haya kwa kutoa maelezo thabiti na mazuri kwa Waislamu ambao wana haki juu ya nyumba hizi. Vinginevyo Waislamu itawalazimu wachukue hatua wao wenyewe. Nyumba za Maulid Committee. Mtukufu Mufti, nyumba za Maulid Committee zilipotaka kuuzwa, mimi binafsi Khalifa Khamisi nilimfuata mzee Kawawa kwa niaba ya wenzangu. Nilimfuata yeye mzee Kawawa kwa kuwa yeye ni mmoja wa wadhamini wa kamati ya Maulid ambayo ilisajiliwa tarehe 12 Juni mwaka 1965, na baadhi ya Waislamu wakatoa nyumba ili zikodishwe, kodi yake iwe inashughulikia jambo hili. Zilipotaka kuuzwa, mimi nilimfuata mzee Kawawa nyumbani kwake, nikamwambia, wewe ndio mdhamini peke yake uliobaki, tunakuomba uzuie jambo hili. Wajumbe wengine waliokuwa katika hii Maulid Committee walioandikishwa serikalini ni marehemu Sheikh Abdallah Idi Chaurembo pamoja na bwana mmoja wa Kihindi mwenye asili ya Kiasia anaitwa Kasam Vada. Mzee Kawawa na hakika kwamba lilikemea jambo hili kwa sababu aliniambia atawaita wanaohusika, lakini mpaka sasa hivi ninavyosema hatuna taarifa juu ya nyumba hizi. Zimeuzwa au zipo? Zinatoa fedha ngapi? Zinakwenda kwa nani fedha hizo? Na Waislamu wananufaikaje kwa kuzingatia wakfu, mirathi ya watu waliokufa, Waislamu wenzetu waliotoa mali zao ziwasaidie Waislamu wenzao? Hilo tumemaliza. Majibu ya barua ya waumini. Mheshimiwa Mufti, mtukufu Mufti, kabla hatujamaliza risala yetu, na kukumbusha kwamba waumini bado wanatarajia majibu ya barua yao yenye kumbukumbu MMRT/87/04 ya tarehe 15 mwezi wa 5, waliokupelekea wakitaka kupewa maelezo ya kina ni kwa njia gani baraza linawatumikia Waislamu na maendeleo gani yanayokwisha wapelekea kwa kiwango kwamba lijigambe kuwaliko kwa ajili ya Waislamu. Kwa kuwa tunadhani huenda kukabidhiwa barua hii, tunakupa nakala nyingine tukitaraji kupata majibu yako. Kujiuzulu. Mheshimiwa Mufti, baraza la BAKWATA ni mali ya Waislamu, japokuwa Waislamu wengi wamelisusia kwa kuwa linafanya kazi, halifanyi kazi yoyote kwa ajili ya manufaa ya Waislamu. Hata hivyo, kulisusia huku hakuna maana kwamba hawana haki. Kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA, kila anayetamka shahada ana haki ya kuwa mwanachama wa Uislamu wa BAKWATA. Kwa maana hiyo, Waislamu wote unaowaona hapa ni wanachama wa BAKWATA, japokuwa kwa sasa wameikataa. Katibu mkuu wa BAKWATA ni mmoja wa watu wanataka ajiuzulu. Alhaji Othman Ntaru analazimika kuwajibika kwa kujiuzulu ama kuwajibishwa kutokana na katibu huyo wa BAKWATA kutokuwa na mwenendo mzuri wa Kiislamu kwa sababu zifuatazo. Anaonyesha kiburi cha hali ya juu kabisa wakati anapotakiwa kutoa maelezo yanayohusu baraza na mali za Waislamu na Waislamu wenyewe ambao ndio waajiri wake. Anaonyesha kiburi na anasema kabisa kwamba mimi ninaweza kutoa ama siwezi kutoa. Huyu hafai kwa sababu hii ya kwanza. Pili, amekuwa akitumia jeuri ya kumzuia Mufti kuitikia mwito wa Waislamu, jambo ambalo ni kinyume na maadili ya Kiislamu.
Mufti wa Tanzania ni kiongozi mkuu wa Tanzania, wa Waislamu wa Tanzania, hana haki yoyote ile ya kukataa wito wa Waislamu. Jana tulipokuwa kwenye kikao baina yetu sisi na BAKWATA mbele ya viongozi wa jeshi la polisi makao makuu, tulitoa masharti kwamba mufti aje ama sisi tusiende. Yeye Mtaru anajibu kwamba mufti hawezi kuja, atume mwakilishi wake, hawezi kutuma. Mwenzangu huyu hapa Sheikh Said Iliku akamuuliza, wewe umeongea na nani? Mufti akakwambia kwamba hataki kuonana na Waislamu. Inaonekana ni jeuri ya huyu Mtaru na anataka kufanya kama ile ni kampuni yake yeye binafsi, jambo ambalo hatukubaliani nalo. Si hapa hayupo. Katika barua aliyomwandikia Khalifa Khamisi, sallu ala nabi, katika barua aliyomwandikia Khalifa Khamisi huyu Mtaru, barua alioniletea kunijibu, barua tuliyemuomba shekhe aje, hakujibu shekhe, kajibu yeye. Alinakilisha kwa viongozi wakuu wa serikali, kwa Ikulu, kwa Rais Mkapa, kwa waziri mkuu, kwa mheshimiwa waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, mkuu wa polisi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Na ndani ya barua hiyo akasema kwamba mheshimiwa mufti hatopokea maandamano ya Khalifa Khamisi na kikundi chake. Mtaru anamwambia waziri mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano kwamba maandamano haya ni ya Khalifa Khamisi na kikundi chake. Nyinyi ni kundi langu ama ni waumini wenzangu? Haya ninayosema yangu, yetu. Kwa hiyo Mtaru hafai. Anafaa hafai? Atoke asitoke? Takbir, takbir. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kwa sababu hizi, wakati tukiwa kwenye kikao jana, sikilizeni vizuri Waislamu, Mheshimiwa Mufti, wakati tukiwa kwenye kikao jana baina yetu sisi na kamanda wa mkoa wa polisi, tukiwa ndani ya meza ya majadiliano, saa hiyo hiyo ilikuja barua tena kutoka kwa Mtaru. Barua ile inamwambia kamanda wa polisi kwamba watu hawa wataandamana kesho, tunakuomba ulete majeshi kuja kuwalinda BAKWATA. Tukiwa ndani ya kikao, hatujaondoka. Mtaro anajua kwamba polisi watakapokuja kukabiliana na Waislamu ambao wana uchungu wa haki yao watakuwa hawakubali, na wanajua kwamba Mtaro anajua jeshi la polisi ni nguvu ya dola, haiwezi kusarenda mbele ya watu, italazimika jeshi litumie nguvu, jambo ambalo litawadhuru Waislamu wenzake. Sasa mtu anayejaribu kutumia nguvu za dola kuwadhuru Waislamu anafaa hafai? Atoke asitoke? Lakini sasa sikilizeni, sallu ala nabi. La mwisho katika hili, sikilizeni vizuri. Tunasema atoke Mheshimiwa Mufti na tunasema atoke mbele ya viongozi waliotumwa na Mufti kwa sababu ifuatayo. Ya mwisho, katika katiba ya BAKWATA sehemu ya 5 fungu la 95 kifungu cha kwanza kidogo A, katiba ya BAKWATA inasema hivi, sikilizeni, sallu ala nabi. Katiba ya BAKWATA inasema hivi: ikithibitika kwamba kiongozi wa ngazi yoyote ambaye kwa ajili ya husuda na chuki au kwa makusudi ameingilia kati kuvuruga shughuli za baraza kuu za ngazi yoyote kwa kukiuka taratibu za maamuzi ambayo baraza kuu limejiwekea kwa mujibu wa katiba hii, ikiwa ni pamoja na kupeleka mashauri ya baraza kuu katika vyombo vya dola kama polisi. Hiyo ni katiba ya BAKWATA, kupeleka mambo ya Waislamu katika vyombo vya dola kama polisi, kama alivyofanya huyu Mtaro huyu.
mahakamani au kwingineko ambako hapahusiani na mwongozo wa baraza kuu, atakuwa amejivua katika uongozi wa baraza na ataondolewa katika nafasi yake ya uongozi, na anastahili kuchukuliwa hatua za kisheria na mamlaka zinazohusika ndani ya vikao vya baraza. Kwa hiyo huyu Mtaro amekwisha jifukuza ye mwenyewe, na tutashangaa sana baada ya hapa tukaja kumuona tena yuko pale. Mtakuwa mnaleta mzozo mwingine, kwa sababu tutakuja kumtoa sisi wenyewe. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mufti, ni tawi la Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya makao ya Baraza Kuu la Waislamu. Sallu ala nabi. Mbona mnataka kufanya mkutano huu kama wa barabarani? Hapa msikitini, tulieni hapa msikitini, na hapa mbele kuna viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wamekufuateni nyinyi kusikia maoni yenu na mazungumzo yenu, na haya ninayosema mimi ndio mnayosema nyinyi. Uongo kweli? Basi nyamazeni. Takbira sawa, lakini kelele hapana. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mufti, ni tawi la Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya makao makuu ya BAKWATA. Mtukufu Mufti, nchi yetu imo ndani ya mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Ukiwa ni kiongozi wa kidini, unayebeba dhamana ya mamilioni ya Waislamu wote, unabeba jukumu la kuwatumikia wote bila kujali bila itikadi zao au hata vyama vya kisiasa wanavyokubaliana navyo Waislamu baadhi yao au hata tofauti ya madhehebu zao. Waislamu wa Tanzania ni wananchi wa Tanzania. Pamoja na kuwa huru kufanya ibada zao, wana wajibu wa kutekeleza lengo la siasa ya nchi yao wanamoishi kwa manufaa yao na kwa manufaa ya kizazi chao. Na ni kwa uhuru huo kila Muislamu yuko huru kujiunga na chama chochote cha kisiasa anachokitaka. Kitendo cha kufungua tawi la Chama cha Mapinduzi ndani ya ofisi ya makao makuu ya Waislamu katika Islamic Center ya Waislamu ni kitendo ambacho kinaashiria kuwa BAKWATA inakifanyia kampeni kwa Waislamu Chama cha Mapinduzi, jambo ambalo Waislamu hatuliungi mkono hata kidogo. Jambo hili si tu kwamba ni kinyume na taratibu za dini ya Kiislamu, lakini pia ni kitendo cha kuwagawa Waislamu na kujenga chuki baina ya Waislamu ambao ni wapenzi wa chama kisichokuwa chama cha CCM ambacho kimekwenda kuwekwa kwenye makao makuu yetu. Tunakuomba Mufti, utumie busara yako huku ukijua kwamba Waislamu wanaoamini vyama tofauti na CCM nao wana haki katika makao makuu ya BAKWATA, nao wana haki katika Uislamu, lakini pia wana haki zaidi kwako wewe kuwatumikia. Ikiwa utawaashiria kwamba wewe unapendelea zaidi chama cha CCM, utawagawa na kuleta chuki Waislamu, kwa sababu wale wanaopenda vyama visivyokuwa CCM wataichukia CCM, watakuchukia wewe na watachukia baraza kwamba ni la Chama cha Mapinduzi, na hivyo watakataa kusikiliza mwongozo na kupata baraka za baraza na kushirikiana na baraza, jambo ambalo litazidi kuleta mgawanyiko baina ya waumini wa Kiislamu. Uongo kweli? Basi ikiwa BAKWATA inapenda Waislamu wote waunge mkono Chama cha Mapinduzi, CCM sio vibaya. Inabidi viongozi wa BAKWATA kwanza wawaelimishe Waislamu na kuwaonyesha Waislamu mikataba iliyosainiwa kati ya BAKWATA na CCM, mikataba ambayo inaonyesha namna gani Uislamu kama dini na Waislamu hawa kama sehemu ya jamii ya Watanzania watakavyonufaika na CCM kwa kuwa wanachama wa CCM. Ionyeshe hilo mbele ya Waislamu, na Waislamu watakapoelewa kwamba kumbe sisi tukiwa katika chama cha CCM dini yetu itafaidika na jambo kadhaa na jamii yetu ya Kiislamu itafaidika kwa jambo kadhaa, na tukakubaliana nalo, tutawaambia Waislamu wote hao unaowaona hapa kwamba kweni wanachama wa CCM. Lakini kienyeji na kwa ujanja tunakataa. Mufti, tunayo majina ya baadhi ya wadhamini na watendaji wako na vielelezo vyao walivyohusika katika kuuza majumba ya Waislamu.
Kwa mwito huu na kwa risala hii tunatoa mwito kwao hao wajumbe, kwa sababu wao wenyewe wanajijua, wajiondoe mapema katika uongozi wa baraza kabla hatujawachukulia hatua. Tumezungumza na vyombo vya dola, ikiwa polisi na viongozi wengine wa serikali, wametuthibitishia kwamba tukiwapelekea vielelezo vinavyoashiria kwamba nyumba za Waislamu zimeuzwa, tukawapelekea nakala za mikataba ambazo zinaonyesha ujanja, wao watashughulikia jambo hilo bila kujali jambo lolote lile. Lakini kwa heshima ya Uislamu, kwamba sisi tuna uongozi wetu, tuna viongozi wetu, lazima tupeleke kwanza mashakili yetu kwa viongozi wetu, na hatua ya kwenda nje ya viongozi wetu ni hatua ya mwisho baada ya viongozi wetu kushindwa kutatua. Kwa hayo yote, Mheshimiwa Mufti, na vielelezo tutakavyokukabidhi, tunakupa muda wa siku 60. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. Ukimya, ukimya, ukimya. Tulieni, nataka kukuelezeni neno na nina imani kwamba tutakubaliana. Hii ni certificate of title ya kiwanja chetu cha msikiti. Ndani ya certificate hii mna vielelezo vyenye kurasa 50 ambavyo vyote ni lazima vipitiwe, visomwe, wanaohusika wahojiwe, mamlaka zinazohusika zije ziulizwe ili kukamilisha uchunguzi kamili. Hapa ni certificate of title. Hii hapa. Haiwezekani kwa kila kipindi cha wiki moja, hata kwa hii peke yake, mtu aweze kutoa taarifa inayoeleweka. Hilo ni la kwanza. Na sipendi kwa kweli tuonekane kwamba sisi tuna tabia ambazo tunadharauliana na hatuheshimu uongozi wetu. Ukitokeza na neno peke yako ndani yake ni kama vile unaleta fujo. Tuwe na nidhamu, na haya ninayoyafanya ninafanya kwa ajili ya Waislamu, sifanyi kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Na aminini kwamba kamati yetu ya watu 7 mlioichagua inafanya kazi kwa uzuri sana na inazingatia yote hayo, na muda pia umezingatiwa. Hii ni ya kwanza. Kielelezo namba 1 na kuonyesheni Waislamu ni hiki. Humu mna mikataba ya upangishaji wa nyumba, na humu mna maelezo mbalimbali juu ya kiwanja cha Waislamu, na hii ni certificate, ni hati ya sisi kumiliki kile kiwanja. Hiki ni kielelezo namba 1. Kielelezo namba 2 ni taarifa juu ya uchunguzi wa mali, mapato na matumizi ya baraza. Hii ripoti ni ya ndani ya BAKWATA, sio yetu sisi. Nimeipata kutoka ndani ya ofisi ya Mufti, njia naijua mimi mwenyewe. Na hawa walioandika taarifa hii wameeleza madhambi yote na wizi wote unaofanya ndani ya BAKWATA. Tunamrudishia tena Mufti taarifa hii ili kumwelewesha kwamba Waislamu wanayo taarifa hii, na wanakuomba kwa hisani yako utoe maelezo haya nje na hatua gani unazochukua katika kurekebisha swala hili. Hii ni kielelezo namba 2. Kielelezo namba 3 ni nyumba za Maulid Committee. Hizi ni nyumba, na ndani yake humu mna certificate of registration, yani Register Trustees of Haji Committee, Maulid Committee. Humu mna vielelezo vya kuonyesha juu ya nyumba hii na wadhamini wa nyumba hizi na wadhamini wake, na ambazo moja kati ya nyumba hizi, kama nitakuwa sikukosea, ishauzwa na wajanja fulani ndani ya BAKWATA, na ambao ni lazima tufike pahala tuwashughulikie. Mgogoro huu ni lazima ufike mwisho, mali za Waislamu zitumike waziwazi, kwa maelezo waziwazi, wala si kwa ujanja kama ambavyo imekuwa ikifanyika sasa. Sasa nataka nirudie kwenye pointi yangu ya mwisho kwamba tunatoa siku 60 kwa Mheshimiwa Mufti apitie vielelezo hivi na atoe taarifa. Lakini niseme, endapo siku 60 zitapita kuanzia leo, Mufti hakutupa taarifa yoyote ile,
wala hakuna hatua zilizochukuliwa dhidi ya watu wanaotuhumiwa ndani ya ripoti hizi na ambayo majina yao yamo, na waliohusika katika kuuza mali za Waislamu na ambayo majina yao yamo, sisi tutawachukulia hatua ambayo itajadiliwa na Waislamu na itaamuliwa na Waislamu. Ama tunaenda mahakamani ama tunakwenda kukalia ofisi sisi wenyewe pale pale, kwa sababu uzoefu unaonyesha kila tunapokwenda mahakamani kupeleka BAKWATA tunakwama, vyombo vya dola vinatukwamisha. Ukienda polisi nao wanawasaidia BAKWATA. Leo hivi tungekwenda kupigwa marungu na BAKWATA na polisi. Kwa hiyo BAKWATA, na jana nimemwambia kamanda wa polisi wa mkoa kwamba BAKWATA na nyinyi mnaamrishwa na BAKWATA nyie. Akasema hapana, akasema hata kidogo, nyinyi mnaamrishwa na BAKWATA. Lakini ni Waislamu, nataka nikuthibitishieni kwamba kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na viongozi katika jeshi la polisi wote walionyesha hali ya kuturuhusu tufanye maandamano. Hakuna alituambia kwamba maandamano ya Waislamu ni marufuku, na wanajua kwamba madai yetu haya ni haki. Kwa niaba yenu Waislamu, sasa nachukua fursa ya kumkabidhi Sheikh Suleiman Gorogosi kwa niaba yenu vielelezo hivi ili ampelekee mufti. Tayari? Mko tayari nifanye hivyo? Mnakubali kwamba maelekezo haya yawasilishwe kwa mufti? Basi nafanya hivyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Vielelezo tulivyokabidhi ni malalamiko ya Waislamu ambayo wanakutaka umfikishie mufti kwa ajili ya ufumbuzi. Asante, nilipokea vielelezo vyote ambavyo umevisoma na umenikabidhi. Inshallah naahidi nikitoka hapa na hakikisha kwamba ninamfikishia mufti mkononi kwake na kumweleza yale niliyoyasikia ili apate picha kamili, na tunaahidi inshallah kwamba mufti hatopuuza, atasoma peji hadi peji aelewe nini kipo ndani, ataitisha kamati yake, Central Committee yake, ili nao awaeleze, ili kwa pamoja baraza liangalie yaliyoelezwa inshallah. Na baada ya hapo, kama nilivyosema, shekhe hatopuuza, narudia tena, hatopuuza, na sisi tupo, tutamweleza ili awaite viongozi, nyinyi mliohusika katika hili, mkae katika kutafuta ufafanuzi zaidi na kuelekezana jambo gani la kufanya kwa maslahi ya umma wa Kiislamu. Baada ya hapo, mimi nawaomba tu, nawashukuru sana kwa hivi tulivyofikia. Tumefikia katika hali ya Kiislamu, na Waislamu hivi ndivyo unavyoagiza. Tunayamaliza mambo yetu katika utaratibu tu wa amani kama hivi na utulivu. Nasema tuondoke tu katika hali ya utulivu inshallah, na si tunakwenda kuyashughulikia. Mimi mufti amenituma, ninampelekea inshallah. Wabillahi tawfiq. Waislamu, mimi nashangaa kuona kwamba Waislamu wamekuwa wima wote bila kujali nidhamu, lakini ilikuwa nimekusameheni kwa sababu mlikuwa na hamu ya kuona nini kinachoendelea. Tafadhalini kaeni chini, nikupeni agizo la mwisho. Makao makuu ya BAKWATA anakotoka Sheikh Suleiman Gorogosi, kuna watu wamekuwa wakimtisha mufti kwamba msikiti wa Mtoro kuna wahuni,
na kwamba usiende pale watakuchapa. Kwa hivyo Sheikh Suleiman Gorogosi huja hapa, kwa hiyo wasiwasi huo hana, na nawajueni kwamba nyinyi ni waumini ambao ni wa kawaida na mnapigania ni maslaha ya umma, wala sio ugomvi kati yetu sisi na Sheikh Suleiman Gorogosi kama kiongozi ndani ya BAKWATA. Sheikh Suleiman Gorogosi, mimi napinga BAKWATA, lakini mimi sina ugomvi na wewe wala na mzee Momba. Tunazungumza masuala ya kutengeneza dini yetu ya Kiislamu. Sasa nataka mumpe zawadi Sheikh Suleiman Gorogosi, mumpe zawadi yeye na ujumbe wake kutoka hapa. Zawadi aseme kwamba mimi nimetoka msikiti wa Mtoro na nimepewa zawadi. Zawadi hii ni heshima tunayotaka kumpa, kwa sababu sio Gorogosi huyu ni Mufti Shaaban Simba, yupo kwenye kiti hiki, ndio maana tukasema akae kwenye kiti ili tumuone kwamba ndio mufti. Wakati anapoondoka, wakati atakapokuwa anaondoka, badala ya maandamano, Waislamu tutajipanga safu mbili. Katikati yetu atapita Sheikh Suleiman Gorogosi na ujumbe wake, na mimi nikiwashindikiza na wenzangu mpaka kwenye gari yao. Sawa? Tuonyeshe kwamba sisi tuna nidhamu, wala shida yetu sio vita wala sio mgogoro, shida yetu ni kutaka Waislamu walitoka nje ya msikiti na kumwaga kwa heshima anayestahili kiongozi wa dini kwa kujipanga safu mbili, huku wakimpungia mikono na yakipunga mikono. Nikiripoti kutoka katika msikiti huu wa Mtoro katikati ya jiji la Dar es Salaam, Adan Lawa, YTV. ujumbe wenu
Ujumbe inshallah unafika inshallah. Haya sana.